Gani Mwanakyeo TV, kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwanakyeo TV. Peter Msigwa ni miongoni mwa watu ambao wametolea ufafanuzi kuhusu ufafanuzi ambao umetolewa na TPDC ambao umetoa mkanganyiko wa bei ya mafuta. Na nukuu maneno ya Peter Msigwa ambapo anasema jukwaa la wahalili si mbadala wa wananchi kuhoji serikali. Peter Msigwa anaandika, anasema jukwaa la wahalili Tanzania lina nafasi muhimu katika tasnia ya habari, lakini si chombo chenye mamlaka ya kueleza, kufafanua au kuamua kwa niaba ya Watanzania wote. Serikali kulielezea jukwaa la wahalili jambo fulani hakufuti haki ya kila Mtanzania kuuliza masuala yake, kuhoji na kutafuta ufafanuzi. Katika mfumo wa kidemokrasia, uwajibikaji wa viongozi wa umma ni kwa wananchi wote, si kwa makundi ya kitaaluma pekee. Kwa ajili ya hoja kwamba wahalili walipewa maelekezo haiwezi kutumiwa kama sababu ya kuwanyima wananchi wengine haki ya kuuliza maswali wanayoona ni ya msingi, hata kama wahalili walishayauliza. Haki ya kuuliza, kuhoji na kutafuta majibu ya haki ya katiba ni ya msingi ya kiraia. Jukwaa la wahalili ni mdau muhimu katika sekta ya habari, lakini si msemaji wa fikra, maswali au mahitaji ya Watanzania wote. Uwazi wa kweli unahitaji majibu yawe wazi kwa umma mzima, si kikundi maalum pekee. Kuhusu suala la mafuta, bado yapo maswali mengi ambayo hayajibiwa kwa wazi na serikali. Wananchi wana haki ya kupata majibu ya kina kuhusu mikataba, gharama, bei, zabuni, uwajibikaji na masuala ya kitaifa. Maswali hayo yanaweza kuzimwa kwa hoja kama maelezo yaliyotolewa kwa jukwaa la wahalili pekee. Demokrasia imara hujengwa kwa uwazi, uwajibikaji na kuheshimu haki ya wananchi kuuliza maswali, si kwa kuwanyamazisha na kuwaambia kwamba wengine tayari walipewa maelezo. Mwisho kunukuu maneno hayo kutoka kwa mchungaji Peter Msigwa, ambapo amewajibu bodi ya uhalili ambayo ni TPDC. Una maoni gani kama Mwanakyeo TV? Tafadhali share maoni yako katika sehemu ya comment section. Jina langu ndio Mwanakyeo TV. Tukutana katika masuala ya kisiasa. Bye bye.